yale matendo ya huruma mliyofanya leo, gawa kwa wale chukua katika kata nzima. Hamkutenga, hamkuangalia Mji Mwema tu, bali mliangalia kata nzima. Mungu awabariki sana. Ongeza makofi mengi na vigelegele tafadhali. Nami sasa nijielekeze kwenye matashi yangu. Naomba mniruhusu sasa nihamie kwenye matashi yangu. Hotuba ya diwani wa kata ya Masumuni kwa kikundi cha wanaume wakazi wa Mji Mwema siku ya kuaga mwaka 2025 na kukaribisha mwaka 2026. Ndugu afisa elimu, ndugu afisa maendeleo wa kata Masumuni, ndugu mtendaji wa kata na mtaa wa Mji Mwema, ndugu mwenyekiti wa kikundi, ndugu katibu wa kikundi, ndugu mhasibu wa kikundi, ndugu wanachama wote, ndugu waandishi wa habari, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Awali ya yote namshukuru Mungu kwa kupata nafasi ya kujumuika nanyi siku hii ya leo. Pia nawashukuru sana viongozi wa wanachama cha wanaume Mji Mwema kwa kunichagua mimi kuwa mgeni rasmi katika tukio hilo la kihistoria. Ndugu wanachama cha wanaume Mji Mwema, napenda kuwapongeza kwa umoja wenu namna mnavyohamasika katika kukianzisha chama hiki muhimu. Hakika hili ni jambo jema sana katika kuyafikia malengo yetu sisi kama jamii. Wahenga wasema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Pia mwandishi Helen Keller aliwahi kusema, na nukuu, aliongea kwa lugha ya Kimatembo, alone we can do so little, together we can do so much, akiwa na maana kwamba peke yako utafanya kidogo, wengi mtafanya pakubwa zaidi. Niendelee kusema kuwa Baba wa Taifa naye hajatuacha katika hili, hivyo tuishi kwa usemi wake aliosema, na nukuu, alitumia lugha ile ile tena, there is no time to waste, we must either unite now or perish, akiwa na maana kwamba hakuna muda wa kupoteza, ni lazima tuungane sasa au tusambaratike. Basi na wasi tuchukue mifano hii katika kuendeleza umoja huu mlioanzisha pamoja ili kukuza uchumi wa jamii na taifa letu kwa ujumla. Ndugu wanachama cha wanaume Mji Mwema, naomba mtambue kuwa ninyi mmekuwa chachu ya maendeleo kwenye jamii zetu. Vikundi hivi ni muhimu sana kwa kuwa vinapatikana kwenye ngazi ya chini katika jamii na vinaundwa na watu wanaofahamiana vizuri. Hivyo ni rahisi kubaini na kutatua changamoto mbalimbali zinazoikumba jamii papo kwa papo, na zile ambazo mnashindwa kutatua ni rahisi kuziwasilisha kwenye ngazi ya serikali ili ziweze kutafutiwa suluhu. Hivyo nawasihi sana kudumisha umoja huu ili uwe chanzo cha mafanikio na maendeleo kwa wanajamii walio wengi. Nawasihi viongozi na wanachama kwa ujumla waendelee kutoa elimu kwa wanajamii wengine wajiunge na chama hiki ili jamii nzima iweze kunufaika, na ikiwezekana siku zijazo mweze kuunda SACCOS ambayo itawawezesha kupata mikopo kiurahisi na kwa riba nafuu. Kwenye risala yenu mmeelekeza changamoto kadhaa ambazo mnahitaji kuzitatuliwa ili kuboresha kikundi chenu. Hivyo nawahakikishieni kuwa nimezichukua changamoto hizi na nitazifanyia kazi na mtapata mrejesho kupitia kiongozi. Pia niwahakikishie kuwa ofisi yangu iko tayari kuwapokea na kuwahudumia muda wowote. Makofi na vigelegele tafadhali. Hivyo muwe huru katika kueleza changamoto ambazo chama kitashindwa kuzitatua. Mwisho, nawashukuru sana viongozi wanachama wa kikundi hiki cha Mji Mwema kwa kunialika niweze kuwa mgeni rasmi katika siku hii muhimu. Nasema asanteni.